Sijui kama Watanzania wanajua kama yule mwimbaji maarufu wa Afrika Kusini Yvonne Chaka Chaka yuko Dar es Salaam, na mimi nimeshtukiza tu nitazama kwenye station moja television na muona anafanywa mahojiano. Na kwanza Tanzania labda ni video zamani, na kwanza sikumtambua kama yule Yvonne Chaka Chaka mpaka alipotambulishwa pale, mpaka namuona amekuwa mwili umekuwa mkubwa na si yule ambaye mimi nilikuwa namjua. Hivyo Chaka Chaka mimi nimemwona kwa mara ya kwanza mwaka 1990 nilikwenda Maputo, na safari naikumbuka. Tukisikia Maputo, tukisikia Samora Machel, tukisikia Machama Stadium, walikuwa watu wa Msumbiji walikuwa karibu sana na sisi. Na nakumbuka nimeondoka hapa na ndege ya Royal Swazi, ndege ndogo tu. Royal Swazi imetuchukua hapa kutoka Dar es Salaam mpaka Manzini. Pale Manzini inakuwa cheni, Royal Swazi inapeleka watu wengine Johannesburg, afu inarudi Manzini na kuchukueni mpaka Maputo. Sasa nataka kueleza kile kitu ambacho nimekiona nilipokuwa pale departure lounge kwa transit Manzini. Nimekaa pale nasubiri ndio ndege imepeleka passenger zetu Mozambique, Johannesburg, tutarudi tupeleke Maputo. Sasa nilikuwa na radio yangu moja nikipesa kutembea nayo. Zamani kulikuwa wakati kusuka nyuma kulikuwa na radio wanaziita satellite receiver, kitu kama hivi. Ilikuwa na bendi nyingi, afu ilikuwa unaweza kukamata na station nyingi sana. Lakini siku zile hapa kwetu hatuna FM station. Sasa mimi nilipofika pale Manzini, nimekaa na wenzangu tunasubiri ndege ije tuchukue, nikafungua radio yangu. Kufungua FM station imekamata Transvaal, Afrika Kusini. Sasa kilichoshangaza ni kuwa ilikuwa yule mtangazaji anapiga muziki wa kwanza nimeusikia unapigwa na hiyo FM kutoka Transvaal. Ilikuwa nyimbo ya Nat King Cole. Huyu ni mtu mweusi Negro, siku hizo akiitwa Negro, siku hizo wanaita Afro American. Mimi na fikra ile ya Afrika Kusini kwa watu wabaguzi sana, na kutoka kwa South Africa bado hajapata huko. Mbona juu ya ubaguzi wao leo katika station yao wanampiga Nat King Cole, mtu mweusi? Tukatoka pale tukaja kuchukua, tukaenda Maputo. Sasa tumefika pale, kuna drama nyingine ilitokea pale. Mimi nilikuwa mwanzo katika watu wa mwanzo kutoka. Sasa nimefika customs, nishapita immigration, sasa nakuna customs. Pale customs yule officer ananiambia nifungue begi. Sasa mimi nataka kufungua begi, kuna kijana pembeni pale akazuia nisifungue ile begi. Wakawa wanazungumza wao wenyewe na wanazungumza Kireno, lakini yana mazungumzo yalivyokuwa yanakwenda nikajua hapa kuna zogwa, haya mazungumzo si mazuri. Kumbe yule kijana alikuja pale alizuia mimi sifungua begi, anatoka wizara ya mambo ya nchi za nje pale Maputo, na akaambiwa kuwa kuna vijana kutoka Tanzania wanakuja hapa Mozambiki kwenye kozi ya mambo ya transportation, mwende mkawapokee. Sisi tukaarifiwa kama tutapokelewa na watu kutoka wizara ya mambo za nje. Hii inaonyesha ni kiasi gani watu wa Msumbiji walikuwa wanathamini ule udugu wetu. Sasa mimi nilipojua kuwa hawa watabishana sana na huyo akubali kuachia kuachia begi lazima lifunguliwe, mimi mwenyewe nikachukua uamuzi nikalifungua ile begi langu. Hamna kitu. Kapita nikamwambia wenzangu nyuma, jamaa fungueni mabegi bwana, hapa wanagombana kwa sababu ya begi yetu.
Basi tukafika pale. Sasa siku zile wanasema usafiri, kitu cha kwanza muhimu. Basi ikawa wale wenzao kafika Mbugani, tukawa tumetoka pale. Sasa siku zile tunaambiwa kuwa mkifika katika nchi ya kigeni katika safari, basi mkatoe taarifa ubalozini. Basi tumekwenda ubalozini Tanzania pale Maputo. Kuna ofisa mmoja, kijana mmoja Kinyakyusa, jina limenitoka, lakini alikuwa anaweka ndevu, na katika grupu letu lile kutoka Tanzania, kutoka watu kutoka wizarani, wengine kutoka bandarini, wengine. Basi tukafika pale. Sasa yule ofisa Mnyakyusa na sisi hapa tumemchukua kama ndio kiongozi wetu, marehemu sasa hivi, kijana mmoja kiitwa Charles Bombenja. Charles Bombenja akawa anazungumza yule, lakini akawa anazungumza kwa Kinyakyusa. Sasa sisi wengine tumekaa pembeni, walivyokuwa wanazungumza pale ofisini, mimi nikahisi kama hawa watu, haya mazungumzo si mazungumzo yaliokuwa na vizuri. Basi wakazungumza kwa muda, alafu tukatoka chini, tukatoka pale, ilikuwa ile nyumba ilikuwa inaitwa Ujamaa House. Wanasema kuwa siku ile ya uhuru Maputo, Mozambiki walipata uhuru wao, waliwaambia Tanzania, chagueni nyumba yoyote hapa, sisi tutakupeni bure, mweke ubalozi wenu. Pata heshima kubwa wa Tanzania. Basi sasa tumefika chini, tukonakaa sisi, tulikuwa tumepanga hotel moja, tumebuka hotel moja inaitwa Kadoso Hotel. Hii Kadoso kulikuwa na hoteli mbili wakati ule kubwa. Moja inaitwa Polana na nyingine Kadoso. Polana ndio ilikuwa namba 1, Kadoso pili yake. Sasa anatuliza yule, mnakaa wapi? Akaambia sisi tumefikia Kadoso, na akamkaribisha Charles Bombenja, akamkaribisha yule ofisa balozi, tuje pale hotelini. Tumefika hotelini pale, tumeweka mizigo yetu, tumepanda roof garden juu pale, tunatazama mji kwa chini. Basi kama kawaida ya sisi, vikaanza kuagizwa vinywaji. Sasa namuona pale Charles Bombenja na ndugu yake Kinyakyusa wanazungumza, lakini mazungumzo yamekuwa mazuri, naona kama wanaelewana. Basi pale tumekaa pale, wanakunywa nini, nakula. Basi baadaye yule bwana akatuaga, tukamsindikiza, akaondoka. Sasa mimi pembeni kama Charles, mbona pale ubalozini ninaona kama wewe na yule bwana mkuu akimbe bwana katika mabalozi. Yeye Charles alikuwa senior kwa wote sisi, na alikuwa na uzoefu mkubwa, na ndio maana tukamfanya kiongozi wetu. Asi, mnajua na kuna matatizo katika mabalozi wetu, huo wakati mwingine wanasumbuliwa na watu wanaokuja katika safari kama hizi, mara sijui ameishiwa pesa, sijui ameibiwa hivi. Sasa ndio maana kidogo, lakini alipotuona kwa kumwambia tu ile hoteli ambayo tunafikia, akajua watu pesa wanazo, na pesa tulikuwa nazo sio maskhara. Yani ilikuwa na allowance ya wiki 5, na allowance ilikuwa kubwa sana. Leo wakati mwingine nikiwaambia watoto wangu wao wanatingisha kichwa, sababu nyinyi mmefaidi sana. Basi sasa kumbe pale Kadoso siku ya pili, Yvonne Chaka Chaka na bendi yake wamefikia pale na wanapiga mziki Machava Stadium. Sasa basi jamaa kwanza wakaja kutuambia kusema, bwana kwanza twende Machava alafu tutarudi katika ile jambo jingine. Sisi jione bwana tumefika Machava Stadium pale. Jione. Na ile show ilikuwa inaanza, jua likizama, tukiza kiingia pale ile show itaanza. Tumekuta watu nje wamejazana pale. Lakini cha ajabu bwana, nimeshuhudia ile nidhamu ya hali ya juu. Watu wanapanga foleni mmoja baada ya mwingine. Tukaingia na tukapata mahali pazuri kabisa pa kutizama ile show. Na mbele ilikuwa ile stage ilikuwa inatazama sisi. Na sisi tunatazama ile stage kwa chini namna hii. Mkaya vijana wa Tanzania pale tulikuwa pamoja.
Basi kwanza kwa pale unapiga tu muziki, na nakumbuka nikasikia nyimbo moja ya Temptations inapigwa pale, sio ujana tukijua mambo haya. Halafu ikapigwa nyingine Eden Paradise ya Phil Collins. Mimi ndo mara yangu kwanza nasikia ile nyimbo Eden Paradise, na kila siku nikisikia nyimbo, nikisikia nyimbo inapigwa na nakumbuka Machaba Stadium. Sasa ndio wanamleta Yvonne Chaka Chaka. Alikuwa msichana, nadhani alikuwa Katule katika miaka yake 20. Alikuwa mwembamba, mrefu, sio huyu ninamwona leo. Afu tutakuja kuna nitakuelezeni kwa mbele jinsi kuja kukutana tena na Yvonne Chaka Chaka. Basi bwana, ikaanza ile show. Na siku zile huku tunamjua Yvonne Chaka Chaka na nyimbo yake Mr DJ. Na nyingine mkomboti nyingi tu. Wasafrika bwana wanaujua mziki na wanaupenda. Ile bendi bwana ilikuwa inapiga mziki mzuri sana. Siku ya pili mimi sisi tukaondoka, watu walikuja kutuambia, ikasema vijana wa Tanzania, kusema mnakaa wapi? Tukawaambia tunakaa Kadoso. Asema kwa nini mnakaa Kadoso pale bwana, mnapoteza pesa zenu bure? Kuna hoteli mtalipa nusu ya pesa mnazolipa pale, inaitwa Rovuma. Hii hoteli ni ya MPLA, ni ya Frelimo. Basi tukahama kule, na ilikuwa nje ya mji, tukahama tukaja mjini pale. Sasa nataka kusema kitu kingine ambacho nilichoona kwa mkaa wiki 5 pale, na ninakumbuka niliswali swala ya Idi kubwa Maputo. Nikaona kuna nani Waislamu wengi, sikujua kama nani, na nikakutoka kasija wengi sana Maputo, na kulikuwa na hoteli moja ndiko nakwenda jioni pale kula chakula. Basi yule mwenye hoteli anasema Kiswahili, akaniuliza natoka wapi kwa Tanzania, na akaniambia, akasema sisi huko wetu tuna uhusiano kwa mbali na ukoo wa president wenu Ali Hassan Mwinyi. Basi kaona kwenda pale. Sasa siku moja nimekwenda hoteli moja, mimi sikujua kama ile hoteli chakula chao wao ni wali samaki pros wengi sana, yani Maputo ndio specialty yao na bia. Basi mimi niliagiza samaki na wali, na nikaagiza kinywaji cha baridi. Wananiambia hapa tuuze kinywaji cha baridi bwana, hapa tunauza pombe. Sasa mimi nikamwambia basi bwana, mbele ya meza yangu alikuwa amekaa kijana mmoja, akaniuliza wewe kunywa pombe? Nikamwambia kwa Kiingereza, nikamwambia na mimi sinywi. Akanyanyuka akatoka nje ile hoteli, akaenda mtaa wa pili, akanichukulia, nakumbuka alichukua Coca-Cola, akaja nayo pale bwana, ikafungua. Basi tukaanza mazungumzo. Akaniambia bwana, nyinyi ni ndugu zetu. Akasema unajua Watanzania wengi sana sisi wamezikwa katika ardhi yetu hii, wamepigana na Frelimo bega kwa bega kuikomboa nchi. Sisi mahali popote tukimwona Mtanzania ni ndugu yetu na tunampa staha. Haya, miaka imekwenda, hiyo ilikuwa 1990. 2008 mimi niko Tanga, nimekwenda Arusha. Yvonne Chaka Chaka amekuja, yeye alikuwa wanamuita ambassador wa malaria, kitu kama hiki, na mimi ndo naongoza safari ule watu wa bandari, ambao kile kiwanda kilikuwa kinapitisha hivi vyandarua vivyotiwa wanasema viatilifu, sio dawa, na hivyo Chaka Chaka amekuja kwa ya shughuli hiyo pale. Basi mimi kumwona Chaka Chaka na nimemwona kabadilika, nikamfuata pale, nikaanza kumsemesha, nikamwambia bwana Chaka Chaka, nashangaa na kuona umekuwa mpata mwili mkubwa. Kama mimi nilikuwa Maputo, nikamwambia ile show ya Kiba Chako. Sasa ile show nakumbuka kama mimi nika hoteli ile, lakini ilihama. Basi tukazungumza. Sasa nakata katikati, mimi siku moja nazungumza na kakangu Professor Charles Mgone. Sasa nikamwambia kisa hiki cha mimi na Yvonne Chaka Chaka. Akaniambia Muhammad, ukija, yeye wakati ule anafanya kazi Cape Town Afrika Kusini. Akaniambia Muhammad, ukija Cape Town
mimi nitakupeleka mpaka nyumbani kwa hivyo Chakachaka, kwa sababu mumewe daktari kama mimi tunafanya kazi pamoja. Basi utakaa na hivyo Chakachaka, utamuuliza maswali yako yote, yeye anajua mimi mtu wa historia, utamuuliza maswali yako yote atakuhadithia. Nimekwenda zangu Cape Town, ilikuwa mwaka 2006. Wala hakunipekitikia kuambia kakangu, hebu tafadhali, hebu nipeleke nyumbani kwa hivyo Chakachaka. Sasa siku ile nimekutana naye, mimi nikamtaja kakangu, nikamwambia bwana, ilikuwa mimi nije, mumeo wewe anafanya kazi na alikuwa akifanya kazi na namjua kakako, ndio bahati mbaya kuja. Sasa namuuliza, vipi, mbona umekuwa mwili hivyo? Akasema bwana, mimi nishaolewa, nimeolewa sasa hivi na watoto, mimi si msichana tena, sasa nimekuwa mama. Basi pale watu kuna mimi nazungumza naye pale, watu wengine wakapata moyo, wakawa nakuja pale tena kwa kazi yangu mimi. Kila mtu ana pose na Yvonne Chakachaka na piga picha, kila mtu ana pose sawa na piga picha, na mimi basi na mimi nipige picha moja na Yvonne Chakachaka, nikampiga na akanambia, hizo picha unazopiga nitaomba unipe, alikuwa na meneja wake pale, akanipa address, basi mimi nikishazipiga tu nitamrudishia meneja wako kukupatia. Nadhani leo kana nyumbani kwako Yvonne Chakachaka Johannesburg, kwenye albamu yake utakuta picha ambayo nilipiga naye na nazopiga na watu wengine. Basi ndio hivyo, unaona vitu vinakukumbusha mbali kabisa. Ndio mambo leo, kuna Chakachaka vinakukumbusha mbali, miaka mingi imepita.